Go back to your vision. Samueli wa kwanza kifungu cha 3 mstari wa 11 hadi 14. Bwana akamwambia Samueli, angalia, nitatenda tendo katika Israeli ambalo kila atakayelisikia masikio yake yatamasha. Siku hiyo nitayatimiza maneno yale yote niliyoyasema juu ya Eli katika habari za nyumba yake tangu mwanzo. Kwa maana nimemwambia ya kwamba nitaihukumu nyumba yake milele kwa ajili ya ule uovu aliyoujua, kwa kuwa wanao walijiletea laana, wala yeye hakuwazuia. Kwa hiyo nimeapa juu ya nyumba ya Eli ya kwamba uovu wa nyumba ya Eli hautasafika kwa dhabihu wala kwa sadaka hata milele. Twende kitabu kingine tu cha Deuteronomy, lakini kwanza twende Numbers chapter 20. Chapter 20 verse 8 to 12. Toa ile vimbo ukawakusanya mkutano, wewe na Aroni ndugu yako, ukawaambie mwamba mbele ya macho yao utoe maji yake, nawe utawatokezea maji katika mwamba, na hivyo utawanywesha maji mkutano na wanyama wao. Musa akaitoa hiyo vimbo kutoka mbele za Bwana kama alivyomwamuru. Musa na Haruni wakawakusanya kusanyiko mbele ya Bwana, akawaambia, sikieni sasa enyi waasi, je, tuwatokezee maji katika mwamba huu? Musa akainua mkono wake akaupiga ule mwamba kwa fimbo yake mara 2. Maji yakatoka mengi, mkutano wakanywa na wanyama wao pia. Bwana akamwambia Musa na Haruni, kwa kuwa Mungu niamini mimi ili kunistahi mbele ya macho ya wana wa Israeli, basi kwa sababu hiyo hamtawaingiza kusanyiko hili katika ile nchi niliyowapa. Baba, ni asante kwa sababu ya neno lako. Naomba ukanibariki, ukanipe usemi kwa sababu ya wana wako walio ndani ya nyumba hii. Kusihi Mungu wangu, utumie tu kama chombo. Kumbuka huu ni mavumbi tu na huu ni mdogo, na siwezi bila wewe Bwana. Saidie kwa jina la Yesu naomba na kuamini. Sema amen. Naongea nawe kwa ufupi sana leo hii juu ya maono, kurudi kwa maono. Na kuna mambo mawili nataka kuzungumzia sana kwa dakika chache tu. Maono juu ya kazi ya Mungu na maono juu ya kazi zako za kawaida. Maono ni mpango, vision is a plan. Maono ni mpango. Huko na mpango gani juu ya kazi ya Mungu, na ni mpango gani ulionao juu ya maisha yako ya kawaida? Maana tumekuwa tunapata mwaka unaisha, lakini kukuuliza what achievement you have achieved, unakuta ndugu wa dada hata kueleza chochote kile ameacha mwaka mzima. Lack
or vision or plan. Tukirudi upande wa maono kwa sababu ya kazi ya Bwana. Mara tumesoma hasa Samuel chapter 3 verse 11 to 14. Samuel hapa Mungu anamtokelezea, anamweleza ule mpango ama yale maono ako nayo kwa ajili ya nyumba ya Eli. Bwana Yesu akasema mpango, plan alionayo kwa ajili ya nyumba ya Eli. Maana hakuwazuia watoto wake, hakuwakanya wasiharibu wala kuchafua madhabahu yake, na akawa wameshapata laana. Maono ni ule ufunuo wa ndani sana unaotokana na Mungu mwenyewe. Vision is a divine revelation that comes from the Lord. Umeketi mahali umeketi, my brother, my sister, because of a vision. Mungu alinielewesha nikiwa mlolongo. Siku anajua dereva, akanitembeza dereva yote siku nyingi kwa ndoto. Hata nikija nilikuwa najua dereva. Kila sehemu nilikuwa najua dereva. Mimi kwa mkaji wa mlolongo. Vision is a divine revelation that comes from the Lord. Umeketi hapo juu ya maono. Una maono gani mtu wa Mungu kuhusu kazi ya Bwana? Maana tunalia, tunazunguka na kuhangaika sana katika maisha tuko. Na ukiangalia kwa nini tunazunguka, ni vile tulitoka kwa maono, ni vile tulitoka kwa mpango wake Mungu. Kila mmoja ndio hapo milioni utafuta. Is very good. Juu ya watoto hapa kuhangaika kupatikana kwa nyumba ya Bwana ni nani? Lakini Bwana akanishangaza. Akanipeleka Matthew chapter 6 verse 33. Neno linaloitwa vizuri sana. Seek ye first the kingdom of God, and all other things shall be added to you. Hii na maana yake, kwanza Mungu, mambo yako second. First God, second mambo yako. Na maisha yako hayawezi yakawa vile tena. Ukiamua kutafuta ufalme wa Mungu na haki yake kwanza, hata maombi tunaomba siku ya leo ukaona ati nibariki na pesa, nibariki sijalipa nyumba, watoto shule, hizo utaomba Mungu kama hayo. We serve a God who is a provider. He is a caring God. He cares his people. Kwa sababu tumepitisha mambo yetu mbele na mambo ya Mungu second. Nikiuliza mtu ama nikiuliza yote hapa, ni nani ama niulize swali, ni nani amepata nikimuingiza wa 30,000? Utakuta ni moja ama ni wawili. Ni swali tu. Ukifanya uamuzi wa busara, useme liwe lisiwalo, nitamtafuta Mungu, utapata. Naongea juu ya kurudi kwa maono. Vitu za Mungu
wapendwa, ama kanisa zimefichwa sana. I'm very sorry to say that. Zimefichwa sana. Sana. Proverbs 23. See, Proverbs 23. Proverbs 25 verses 2. Ni utukufu wa Mungu kuvicha jambo. Na ni utukufu wako na mimi kama mfalme kuchunguza jambo. Lakini nani wa leo ameshakata kauli kuchunguza ama kutafuta? Chenye kiko. Lakini ukipata sikufichi. It has to cost you, my brother, my sister. Hiyo najua mtakaye kuambiwa. It has to cost you time. Masaa. Hata kwa kutoa. Ukaa katika madhabahu ya Bwana. It will cost you. Kitaka mwonyeshe yule mwanamke, Luke 18, chapter 18 verse 1 kuteremka. Alikuwa ni mjane, lakini huyu mwanamke akaamua na moyo wake mmoja, akasema niwe nishwalo. Huyu judge ambaye ni mbaya, judge of the city, kazi dhalimu. Biblia inasema alikuwa mbaya, hakuwa anajali mambo ya watu na hakuwa mcha Mungu. Biblia alikuwa mtu mbaya, mwovu. Kasema huyu ndiye atanilipisia kisasi. Ni sinji. Kaendelea kusumbuliwa na watu. Akaamua siku baada ya nyingine kwa ngoma yake. Hata naona katika ulimwengu wa roho akifukuzwa. Twende mwanamke hapo kwa gate yako. Lakini mama hakuchoka. Day by day she was there. Mpaka judge of the city. Kaja ndipo akaketi akasema, "Sina maji kisi jadi mambo ya watu, mimi si mchoyo. Lakini kimetiki hizi. Huyu mama tanichosha. Wacha nimlipizie kisasi." Na akatendewa haki. Uko na bidii gani katika ufalme wa Mungu? Hapa mnatangaziwa matangazo na chama wetu kila Sunday. Kuombea taifa, kuombea familia zenu, kuombea kazi zenu, lakini imekuwa tu matangazo. Kwa nini mwananchi katika taifa la Kenya kila mmoja analia? Shida si Mungu. Na shida si mtu na government yake. Problem it is you. Na nimemaliza. Bado utalia. Bado. Kuna kingine chama pia baada ya hii. Amen. Wacha nihubiri sasa. Amen sasa. Sasa wacha nihubiri. Iko kwa Biblia. Serikali hii ile iko kwa Biblia. Psalm chapter 8 verse 15 kutoka utapata hapo. Hata kuku utakatiziwa. Ng'ombe mifugo. Na zaidi yote Biblia inasema vitu zote zitachukuliwa ape watu wake. Nini inaendelea? Lakini sio kwa TV. Sitaki shida na serikali. Hatukuso kokosa. Maana tuombe ndio matangazo hiyo miaka karibu 10 wanaiweka ombea taifa. Taifa tunataka taifa na pia church. Hizo mbili utazikosa kwa matangazo, nation and the church. Hizo utazikosa kwa matangazo yako. Maana ukiomba brother my sister, Bwana atageuza mambo. Tushikane mikono vile tulivyo hapa. Tukikilie kile mtaji serikali yetu iwe itakuwa. Ask and it shall be given. That is the word of God. Lakini shida ni kidogo. Ndogo mwingi. Lakini atazidi kwa msi. Sio hiyo unatabiri. Sio hiyo tunatabiri. Hiyo unatabiri, hiyo naongea. There is power in the tongue. Hiyo naongea juu ya serikali, ndio nazidi na kuwa. Maana yake unatabiria hiyo hiyo. But if we can make a decision, tunasababisha taifa na tunasababisha kanisa. Sio sema imeni ikiwa naamini kidogo. Kuna mtu anaamini kidogo. Kuna mtu anaamini sana.
Kuna mtu ana imani? Siseme amen. Haleluya. Ndio mtasikia kusema bado tunatajalia bado. Kama sinafungwa, sikipelekwa Ethiopia. Ngeze na fungwa sikipelekwa nchi zingine. Joshua. Lakini the problem si serikali. Problem is you and I. Hapo najua leo watu wale. Haleluya. Glory. Nataka Yesu Bwana asifiwe. Uko na maono gani juu ya kazi ya Mungu? Juu ya mambo tuko nani juu ya mambo yetu? Sawa. Very good. Mambo yetu. Leo tutafanya hii mwaka huu, tutafanya hii, tutafanya hii, tutafanya hii, tutafanya hii. Kama mimi mwaka huu nataka kufanya mambo ya almost 1 million. 1 million. Sasa hivi nimebakisha hiyo 1 million katika mambo yangu sasa. Ni almost 5,000. So ya sita nimefanya kazi. Hallelujah. Jina la Bwana libarikiwe. Nimeanza na juu ya maono ya kazi ya Bwana. Mwaka huu leo tutaanza sasa. Maono juu ya kazi ya Bwana kwangu mwaka huu. Ingia kwa kalenda yangu. Nataka kufikia watu milioni 1. 1 milioni. Siulize nimefikia ngapi? Sasa nimefikia watu 800. Tuko mwezi gani? Tumeswata. Watu 800 sasa nimefikia. Chukua kitabu yangu pale. Utapata. Na record. Si hapa Tanzania? Watu 800 nimefikia tayari. Imebaki watu 800. Na hii nipatie miezi miwili. Au accomplish my vision yangu kwa kazi ya Bwana. Uko na mambo gani ya kazi ya Bwana? Tuache mambo yetu ile yetu tunaongea baadaye. Kwa nini kanisa nataka watu waongezeke ni kufungua na kufungua? Leo naelewa Bwana anaongelesha mambo ya magonjwa. Wengi wamepigiwa na magonjwa katika kanisa. Lakini kwa nini? Maana you are doing nothing in the kingdom of God. Nothing you are doing in the kingdom of God. Unahitaji baraka. Unahitaji Mungu akuinue. Unahitaji ujibiwe kilio na maombi yako. Ndio unaona maombi unaomba mengi lakini majibu ni nani? Very nice. Problem is not God. It's not about relevance. Relevance shida ni wewe. Kama sisi tunasema hivi kama ndio wako. Haleluya. Uko na maono gani juu ya kazi ya Mungu? Ufalme wa Mungu na haki yake kwanza. Na hizi vitu zote tunazozihitaji mbili zetu. Sitafanya nini? Wewe shughulika na ufalme. Jinsi unaweza kumpendeza baba yako, Mungu wako. Tumeshatangaza matangazo, Monday tupatana na maombi uko hapo. Akitangaza morning glory niko hapo. Jinsi ya kupendeza Mungu wangu kupitia kwa mtumishi wa Bwana. Maana ndio hapa na Mungu, si mwanadamu. Ingekuwa ni mwanadamu ingekuwa nimekimbia kitambo. Akitangaza nje ya meeting na nilikuwa kazi usiku, niko pale ama niko pale. Hizi vitu unahitaji hata unaziombea, simnipate tu. Fata tu. Pesa na kuandama. Unaona vitu naandama na wapendwa. Pesa na kuandama hivi. Pesa na kuandama. Amani ni hiyo kwa ndoa. Furaha ni hiyo kwa ndoa. Watoto wanakaa vizuri. Jamii yako inakaa vizuri. Wow, au kosi na Mungu kii. Maana unatafuta Mungu. Matthew chapter 7 verse 7b hiyo mstari anasema tafuteni. Na mtafanya nini? Tafuta Mungu tu. Katuomoni prayer center niko hapo. Kisanju prayer center sisi niko hapo. Mara nyingine nasema sasa siendi prayer center, niko hapa kwa madhabahu.
mahali Mungu alinituma na lala hapa wiki mzima. Nipiga sana ndio na maombi nikiomba. Vitu sio unahitaji zote hizi. Ni nyumba ya kulala, roti yako ndio hii. Ni gari, hiyo gari ndio hiyo. Nyumba za kukodisha hizo hizi. Ni nyingine nabakia ile vitu ambavyo tunahitaji. Fanya hivi. Wewe za bora ndio. Pesa hizo. Si kwamba ni mambo za pesa. Unaendaje? Nataka nini? Falme na haki yake kwanza. Hizi vitu zote tunahitaji kama watumishi wa Mungu zitakuwa kama vile unaona wameniandama zitakuandama hivyo. Zitakuandama hivyo kwa maana utakuwa na amani. Kama mimi sikuwa na shida kwa ndoa yangu, tangia nioe naelekea 30 years in marriage. Tunakaa kama tumeoana jana. Watoto wangu ni wale waulize. Ati wewe uliona neno la tu? Vita kwa hata nafurahia sana maana niko na vijana. Watu wasichana watolewa na wake. Wataingia kwa hiyo viacho. Watakaa vizuri. Itakuwa hapo. Lakini wasichana sasa kuzungulia vijana. Bwana Yesu Kristo. Watakaa hivyo tu. Maana baba yao na wako hivyo. Hata Yesu sana akaniuliza nani? Niombe sana nipate pesa. Niwakalishe vizuri. Kanibeta kwanza kusupport. Juzi tukiona kama ni mchezo. Najua ndio kwa biashara pale. Kafanya shopping na kanipatia gidi na akapatia mama yake gidi. Kilo manacho ndicho ukunacho unacheka. Biblia inacheka. Kilo manacho manacho ndicho ukunacho. Hata kaniambia tuombe sana tunataka kufanya mambo katika nyumba hii. Kabla sijaingia kwa nyumba yako. Naomba sana. Kile Bwana kile unahitaji tayari Mungu ameshachilia kwako. Bwana Yesu asifiwe. Hizi vitu zinafanya usipatikane kwa maombi kama ya kesho. Usipatikane na njoo na morning glory. Inahitaji tu tafute Mungu sitakuandama. Hizi zinafanya naona na kichwa. Kichwa naona na kichwa mpaka ile ni hatima. Inakupiga jua kuwaza mpaka unawazua. Matthew 11:28. Jooni kwangu nyinyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo mizito, and I will make you rest. Takupumzisha. Kile kitu kwa neno iko Biblia yako. Badala ya kusumbuka hiyo mizigo inakuangaisha upatikane katika nyumba ya Bwana wiki mzima. Mpatie Bwana. Yeye anajua. Wewe utapata amani, utakaa maisha mazuri. Mimi sikuwa sina pesa na sadaka hizi. Kama hiyo nyumba unaiona pale, sasa nimeingia kidogo sasa. Hii kanisa mnaona pale, kamekula na kibili 200,000 hapa. Na nilichukua kwa pesa mtoto wangu ya shule ile insurance akapatiwa 44,000. Mayovu akanionyesha akaenda chukua pesa zikatae to something. Kwa chukua kwa Bwana akanionyesha nifanye kitu kwa hii upande ule. Hiyo nyumba ni 44,000 imekula na kibili. Ukiniuliza swali, uko pale nyumbani hujaokoka, una nguvu katika kukiri kwa kinywa chako. Fuata hii maneno nyuma yangu pale nyumbani. Sema, Bwana Yesu, naja mbele zako. Mimi ni mwenye dhambi. Niokoe. Futa jina langu kwenye kitabu cha mauti. Andika jina langu kwenye kitabu cha uzima wa milele. Kuanzia leo nimekataa shetani na kazi zake zote. Mimi ni wa Yesu. Umefuata yale maneno, mtu wa Mungu, popote pale unapotazama kipindi,
tayari umeokoka. Jumapili njao, tafuta kanisa nzuri. Kanisa zimekuwa nyingi nyakati hizi. Zingine zinauza maji, zingine zinauza anointing oil, fagio, hizo vitu zote. Usiende kwa kanisa kama hiyo. Enda kanisa iliye na neno. Take time kutafuta kanisa iliyo na ukweli. Kanisa wa leo ni chache sana, zile ziko na ukweli wa Mungu. Zile nyingi ni sarakasi. Kwa hivyo tafuta kanisa nzuri na Bwana atakubariki. Uko pale nyumbani kuna mahitaji. Pengine wewe ni mgonjwa ama matatizo ya kijamii. Nataka ukaribie runinga yako, uwekelea mkono wako kulingana na mkono wako, tuamini. Si lazima upewe maji ama hizo vitu zinafanywa leo ati ndio waamini. Nyingi ni idol worship zinazoendelea siku za leo. Amini Bwana, wewe uliye mgonjwa na utapona. Shika uwekelea televisheni yako mkono kulingana na mkono wangu. Nataka tuamini na Bwana atakutendea. Baba, kwa jina la Yesu nakushukuru. Ninakuabudu. Wewe ni kimbilio, wewe ni tegemeo na msaada wa karibu. Nainua mtazamaji wangu pale nyumbani mikononi mwako, walio ni wagonjwa na waombe uponyaji, walio na matatizo ya kijamii, Mwana wa Mungu ingililia, leta suluhisho, maana unaweza. Na kanya kila mipango ila na njama za shetani kinyume cha watu wa Mungu. Na kuanzia leo kupitia kwa nguvu za ulimi nimelikilia ushwari kwa kila na moja. Uinuliwe Baba na uabudiwe milele. Kwa jina la Yesu ninaomba na kuamini. Sema amen. Pale nyumbani kuna maswali mengi mmekuwa mkijiuliza, tunaweza support huduma kwa njia ipi? Kuna partnership, utaiona hapo pamoja na namba yake hapa chini ya televisheni yako. Partnership ambao nimeanzisha juzi tu. Kwa hivyo ukiwa unataka kusupport huduma, utaweza kuweka mchango wako kwa hiyo namba na Bwana atakubariki. Ni kuage na kusema kwamba Bwana akubariki, Bwana akuinue na Bwana akutende mema. Shalom, shalom.